Mitaa ya Njiro ndipo ilipokuwa ikiishi familia ya mzee Wambura. Yeye alikuwa na mke pamoja na mtoto mmoja tu aliyefahamika kwa jina la Judith. Mitaa hiyo basi ilikuwa ikitisha sana kwa vibaka, yani aina zote za vibaka walikuwa wanahangaika kwa ajili ya kutafuta hela ya kununulia madawa ya kulevya tu, kama vile bangi, mirungi, lakini pia unga. Kwa baadhi ya hao vijana ndio kitu ambacho walikuwa wanataka kukitumia, na ndio maana ikawa ni sababu ya kwa nini sasa kulikuwa kuna vibaka. Sasa kuna kijana alikuwa anaitwa Zefania. Alikuwa ni mmoja kati ya vijana walioathirika na hali ya kutumia unga, bangi, pombe kali, masigara, bila kusahau mirungi. Na katika pitapita za Judith, mtoto wa mzee Wambura, usiku mmoja kwenye saa 3 hivi alikuwa anakatiza eneo moja la kutisha sana. Sasa kwa jinsi binti huyo alivyokuwa muoga, alijikuta anatoa machozi bila kutarajia. Aliathirika kwa sababu hakuwa na ndoto ya kutembea saa kama hizo. Na katika mitambo ilikuwa inatisha kama hiyo, alijikuta tu akilia. Alikuwa anatetemeka huku akimwomba Mungu sana, kwa sababu binti huyu pia alikuwa ameokoka kidogo. Basi njiani wakati akikatiza alimkuta Zefania akiwa amesimama. Alikuwa ametegeshewa kama chombo hivi, ili akiona mtu anapita aweze kupiga mluzi, alafu vibaka wenzake kwa mbele wajiandae kudaka mtu anayekuja. Naona so alimuita binti kwa ile namna vijana wao wanaita kwa kupiga mluzi hivi. Basi alivyomuona yule binti akawa amepiga ule mluzi ambao pia ulimshtua binti, lakini ukawa umewashitua wale vijana ambao walikuwa wamesimama mbele kusubiri. Baada ya hapo alimtazama yule binti kwa makini na akagundua kwamba binti alikuwa amefanana sana mama yake ambaye alikuwa anaishi mkoa wa Manyara. Basi bwana, huruma ikaanza kumjaa kijana. Akaona kama vile mama yake alikuwa anaenda kukutana na mateso. Basi binti aliishia katikati ya chocho ambayo alikuwa anapita na zilikuwa zinatisha sana. Vijana wale wakaanza kumfuata kwa mbele huku wakitaka kumvamia, lakini bado alikuwa yuko mbali kidogo. Lakini mara walishangaa kuona binti amevutwa pembeni kwenye kona ile vupu. Basi binti pale akatamka Mungu. Kabla hajamaliza kuzungumza akawa amezibwa mdomo haraka sana, na jamaa alikuwa amejibana na alikuwa amemvuta, akawa amejificha naye kwenye hiyo kona. Sasa akawa amemsogezea mdomo akamwambia tulia hivyo hivyo, alisema yule kijana Zefania ambaye alikuwa amewaita wenzake, na kidogo akajikuta amembusu ile binti. Yani kama vile wako na kisi hivi ukutani, sio unaelewa, lakini ni yake ilikuwa ni kwamba vibaka wenzake wakimuona basi utajua ameshaopoa. Utajua yuko na demu wake nini, wamwachie ali uroda kama ambavyo ilikuwa utamaduni wao. Kwa hiyo wenzake walipofika kweli walimkuta binti akiwa ameshikiliwa ukutani, akiwa anapigwa kama busu hivi. Basi wakajikuta ameshangilia hivi, yani kufurahia. Dingi kama tia hiyo manzi, ukishindwa utushtue wenzako. Walikuwa kiongea maneno mengi kumsupport, lakini mara waliona mzee anapita huko, ikabidi wamvamie wakapate dili jipya na kumwacha jamaa aenjoy na binti bila kujua. Basi bwana Judith akamsukuma Zefania kwa nguvu sana na kumtoa katika mdomo wake. Niache, alisema kwa hasira sana, akiwa anajua kwamba leo nabakwa. Sasa akaambiwa tulia, watakupora kila kitu na kukubaka. Nyumbani ni wapi? Aliuliza yule kijana, na akawa amemshika binti mkono akamvuta. Usinishike. Binti iliongea tena akiwa na hasira na kujitoa katika kutembea. Akawa anataka kwanza kutembea haraka haraka ili kuelekea kule ambako vijana walipokuwa, bila kujua kwamba anafanya makosa. Basi Zefania akamwambia usiende huko, alisema, na kumfuata binti akambeba taxi bag ile ya kumlazimisha binti, then wakaondoka, huku binti akiwa anampiga mangumi ya mgongoni akimaanisha kwamba amwache, lakini kijana alikuwa anamtoka kumpeleka sehemu salama. Basi alimshusha chini baadaye na kumuuliza ni wapi kwako unakoenda. Binti akamwambia kwenye geti pale. Okay, basi kwa heri, usije ukatoka tena usiku kama huu, tutakumaliza, alizungumza Zefania akimpa onyo binti. Basi binti alipoondoka alikuwa amekimbia sana na akaenda kugonga geti, lakini bado Zefania alikuwa anamtazama mpaka binti aingie ndani. Aliona binti ametoa remote kwenye mfuko na kunyoshia geti, kisha likafunguka afu akazama ndani. Basi Zefania aligeuka nyuma na kurudi alikotoka, lakini alishtuka kukutana na nyuso za vibaka wenzake wakiwa wameshikilia rungu kwa hasira kali. Kama kawa mzee, inafahamika ukileta umama unachezea virungu, mangumi na kila kitu, si unaelewa, walisema wadau wao. Kumbe waligundua kwamba mshikaji alikuwa amemwokoa binti na hakutaka wenzake wafanye kile ambacho wao wanakifanya kwa ile binti. Kwa hiyo walitaka kumpiga kama ilivyokuwa ni kacha kijijini kwao.
kwamba mtu yote akileta mambo ya hovyo kwenye kazi na wakajua, basi alikuwa anaadhibiwa. Basi walimvamia mtaalamu na kuanza kumdunda mangumi mengi sana. Yaani walimpiga sana, alipigwa sana yule kijana na akawa tu anapiga kelele. Walimshambulia mpaka wakatosheka na wakamwacha akiwa hoi kabisa, wakaondoka, lakini walikuwa wanatukana matusi mengi sana. Sasa mida ya saa 8 usiku Zefania alijikakamua na kuondoka kaelekea hadi kwenye mtaro, akajilaza na kutoa mirungi mfukoni kisha akaanza kutafuna. Asubuhi na mapema aliamka na kuelekea stendi kwenda kupiga debe mchana kama ilivyo kawaida yake, na mchana alikuwa akifanya hivyo ili kujipatia kitu chochote, lakini usiku mambo yao yalikuwa ni ya wizi. Basi bwana, ilikuwa ni siku ya Jumapili. Sasa siku hiyo katika stendi ndogo hiyo ambayo magari kama IC huwa yanatokea na kuchukua watu na kupeleka mjini kwenda kusali, alikuwa kwenye kama kawaida yake ya kazi, akiita wateja waje waingie. Sasa akawa anazidi kutafuta wateja ili apate angalau 1000 ya kula biskuti tu mchana ule. Akashangaa kuiona familia ya kina Judith ikiwa inakatiza pale, wakiwa wamevaa vizuri sana na kwa heshima. Binti alikuwa amevalia nguo ndefu iliyoshonwa vizuri kwa kutumia vitenge. Mkononi alishikilia begi na mkono mwingine alikuwa ameshika Bible, yani Biblia, pamoja na kitabu kilichokuwa ni cha nyimbo, lakini pia kitambaa. Mtoto wa kike alisuka nywele zake vema, lakini pia mama yake alikuwa amevaa gauni nzuri sana, na baba alikuwa amevalia suti nyeusi, huku kila mmoja akiwa ameshikilia Biblia. Bwana asifiwe. Walikuwa wakisalimia wana kanisa wenzao, alafu wakazama ndani ya daladala na kisha wakawa wameketi. Basi bwana Zefania alibaki akiwa ameduaa, anashangaa tu wale watu. Kumbe wameokoka. Alijiuliza kwa sauti ndogo kidogo, na mara honi ilipigwa nyuma yake, akashtuka. Ikabidi aendelee na kazi yake at the same time ukibaka wake, na baadaye akala lift ya pikipiki akaenda Unlimited kwa ajili ya kwenda kujidunga madawa ya kulevya, na hii pia ilikuwa ni sehemu ya tamaduni yake. Basi bwana alianza kuwa chakari akilegea mpaka sauti ikashindwa kutoka kwa utamu wa kujidunga. Yani inasemekana utamu wa unga ni zaidi ya mara 9 utamu wa kufika kileleni katika tendo la ndoa. Sijui kama ni kweli, lakini imesemekana. Basi wakati ule kuna mwenzake alikuwa amemuita akamwambia, "Oi, vipi?" Akaitika na yeye katika hali ya uteja sana. Aliongea yani vibaya sana kwa sababu si unafahamu tena mtu akishakuwa amekula yale mambo. Basi mwenzake akamwambia tusepe, lakini Zefania akamwambia, "Bwana, hebu sikilizia kwanza." Tangulia. Basi alisema huku madawa akiwa amezidi kumpa ladha ya hali ya juu kabisa. Yule mwenzake hakuwa na namna, aliamua kupanda pikipiki na kurudi mitaa Njiro, kwani ilikuwa ndo giza linakaribia, ili wakafanya mambo ya kujenga uchumi wao na kuwapora watu, lakini pia kubaka mabinti. Ikawa ni mida ya saa 3 usiku, Zefania ilikuja kushtuka kutoka katika ile hali ya uteja, na ndipo anakumbuka kwamba kule kwa washikaji alikuwa anapoteza mikonja mingi sana, maana Jumapili walikuwa wakipita watu wengi sana. Basi akaomba lift ya toyo na kusepa moja kwa moja hadi kwenye kituo cha uporaji. Alipofika tu alishtuka, maana alikutana na baba mmoja alikuwa mbeba briefcase akiwa anapita nayo. Basi huyo alikuwa amepita mpaka kwenye jumba moja ilikuwa ni bovu hivi, akashuka ndani afa akafungua. Sasa hakuamini kwa kibunda ambacho alikutana nacho ndani ya ile briefcase. Basi kulikuwa na hela nyingi zaidi ya 600, na bila kujua kwamba mzee alikuwa anazipeleka wapi, Zefania aliziokota vizuri na hakuacha chochote kilichokuwa pale. Alichukua kila kitu na kuacha tu ile briefcase pale, lakini pia akapita mlango wa nyuma na kwenda mtaa mwingine ambapo alienda kugonga nyumba ya mjomba wake, alafu akawa ameenda kuzihifadhi pale. Akamwambia, "Anko, narudi, ngoja kwanza nikaangalia upepo mwingine uko." Alisema Zefania, akiwa anajua kwamba yeye alikuwa ni kibaka na mara zote kibaka huwa hariziki. Basi alipofika pale alikuta shikaji akiwa ametulia tu. Sasa kuna mshikaji mmoja ambaye alikuwa anaelewana sana, alikuwa anaitwa Khalid baba. Akamwambia, "Oya Zedi, sogea hapa basi nikwambie jambo." Alimuita kwa karibu zaidi, ni kuna kitu nataka kumueleza. Sasa akamwambia, "Nini mzee baba?" Akamwambia, "Na mambo mawili makuu." Cha kwanza, akamwambia, "Cha kwanza hongera, nimekuona ukipita na briefcase. Naamini kwamba umepiga bingo, maana yule mzee amechanganyikiwa." Khalid alisema akiwa ananong'ona. Kabidi Zedi sasa acheke. La pili ni kwamba yule demo ambaye tulimwokoa jana ili tusimpore amekuja hapa mida ya saa 10 anakutafuta, sijui ameshakuelewa. Alisema Khalid, kitendo kilichomfanya Zefania ashtuke mpaka kachanganyikiwa. Unasemaje? Alijikuta ameinuka pale alipokuwa na akauliza swali kwa mshtuko. Akia Mungu vile, yule manzi anakutafuta kwa nguvu zote. Zedi aliinuka na akaanza kushangilia. Nimepata manzi jamani, nimepata manzi. Alisema huko akiwa anapiga miruzi akijua kwamba alikuwa ameshapoa. Tulia sasa ndo nataka mpaka kila mtu asande wewe naye, aliuliza baba K akiwa
anataka kumsisitiza mwenzake kwamba asifanye jambo hilo, basi likawa kwa kila mtu. Basi jamaa akaketi chini na akaanza kusikiliza tena, ila itakuwa shakuelewa. Hebu nipe buku hapo kwanza, nikaleta fegi. Sasa kwa furaha ambayo alikuwa nayo, jamaa alijikuta akitoa buku 2 na akampa rafiki yake. Alafu pia siku ile alikuwa na uhakika kwa sababu hela alikuwa ameshapeleka nyumbani kwa anko wake kama 600 hivi na upuuzi. Basi taratibu aliinuka na kuondoka, na moja kwa moja akaenda hadi kwenye ule mji, ule uwanja ambao alikuwa amemwacha binti jana yake. Mtaalamu aliangalia ile geti kwa mbali sana, afu akachukua sigara mfukoni akawasha, afu akaketi akawa ameanza kutazama ile geti kwa mara nyingine. Basi akasogea taratibu getini, akasikia akiwa anaomba huko ndani kwa nguvu. Ni nyumba ni familia ya kilokole. Akajua hapa sasa, unajua sio sehemu sahihi, lakini ikabidi akae kwa mbali kidogo na kutazama geti sijaombewe, akiwa amesimama tu getini kwao pale. Basi akawa ametulia. Sasa akawa anawaza kwamba mtoto kaokoka, hawezi nizimia mimi panya rodi jamani, anaanzaje? Basi alianza kujidharau na akatoa sindano mfukoni ambao ulikuwa na kokeni, afu akajidunga na kusikilizia utamu wa hali ya juu sana, yani mpaka akakata moto tena na usingizi, huku midenda ikimtoka kabisa mdomoni. Naona Sasa asubuhi saa 11 alishtuka usingizini na akawa anatazama tena kwa wengi, akaona kama vile geti linafunguliwa hivi. Basi akashtuka sana, ikabidi angalie kwa nguvu na kuona kweli geti liko limefunguliwa. Basi alitoka nduki na kwenda mpaka pale getini. Kumbe binti alikuwa amekuja kutupa uchafu nje. Wewe umeshaamka saa hizi? Mtaalamu aliuliza kwa mshangao. Hakuamini binti anaweza kuamka mapema namna hiyo na kufanya usafi nyumbani kwao. Kaka, bora umekuja mwenyewe, alisema binti na kumsogelea jamaa kwa karibu ili isisikike sauti yao ndani kwamba wanaongea. Kamuuliza, mambo vipi jamani? Alimuuliza na akamvuta pembeni kidogo binti. Sijui alikuwa anataka kumwambia nini. Sasa msikilizaji, hapa ni Simulizi Zetu Media, na hii ni simulizi mpya kabisa ambayo tumepata kuanza nayo hapa ndani siku leo, na kwenda kwa jina la Judith, ndivyo Nikukumbushe tu, karibu kuwa mwanafamilia katika channel hii kwa kuhakikisha umesubscribe channel yetu, lakini pia umelike, umeshare na kucomment kwenye kila simulizi ambayo inakuwa imewekwa hapa. Nikukumbushe pia kwamba tunapatikana Audiomack, lakini pia pale TikTok, Facebook pamoja na Instagram kwa jina la Simulizi Zetu Media. Lakini kwa wewe mwenye mahitaji ya WhatsApp, basi namba yetu ya simu ni 0757 567253, na hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi yetu mpya kabisa na kwenda kwa jina la Judith. Na wakati wote mimi nitakayekuwa na kusimulia simulizi hii, jina langu naitwa Tutu. Karibu. Basi mara baada ya binti kumsalimia Zefania, alimjibu kwamba safi, mambo vipi mama yake? Zefania alimsogelea binti kwa karibu tena. Kwa bahati mbaya jamaa hakujua hata kutongoza, yani akili yake yeye ilikuwa inamfundisha tu kufanya vitu vingine, kuvuta, kuiba, lakini kutongoza ni kitu ambacho kichwani mwake haipo. Yani akili yake tu ilikuwa inamuongoza chochote kwa wakati huo, na akawa anafanya. Sasa akajikuta amemsukuma binti ukutani. Afu akamuuliza, hivi unaitwa nani wewe binti? Aliuliza. Binti akamwambia, jina la nini sasa? Binti alisema kwa dharau baada ya kusikia harufu ya sigara, lakini pia ulevi kutoka kwenye mdomo wa jamaa. Kumbuka ni asubuhi hapo. Basi binti akawa anamtazama sana ile kijana. Kijana akawa anamuuliza tena, nataka kufahamu kwa unaitwa nani? Kama mimi naitwa Zefania Anton. Na wewe unaitwa nani kwa ndugu yangu? Ilibidi Zefania aanze kujitambulisha kwanza, pengine binti naye angeweza kujitambulisha. Ndivyo ambavyo ilikuwa, kwani binti alimwambia kwamba yeye anaitwa Judith Wambura. Akamwambia pia, samani kaka, siku ile uliponisaidia kuna mkufu wangu ulipotea. Tafadhali, una thamani kubwa sana kwangu, naomba unisaidie kama unao. Zefania kwanza akachoka, akamwambia, subiri wewe mtoto. Jamaa alisema, na kisha akawa amemsogelea vizuri binti, afu akampelekea mdomo wake na kuanza kumpiga mate. Binti alijirudisha nyuma kidogo, akajiweka sawa, alafu akamlamba kofi moja la shingoni mpaka Zefania mwenyewe akapepesuka kule na kujikokota kabisa. Akainuka, afu akamtazama binti kwa hasira. Akamwambia, ni wewe unaniwekea harufu yako mimi ya pombe na sigara mdomoni kwangu, mshenzi mmoja, hebu nipe mkufu wangu. Binti alisema kwa hasira. Kumbe kumtafuta kule sio kwamba alikuwa na mapenzi naye, alikuwa tu anataka mkufu wake. Zefania alikuwa amejichanganya. Akamuuliza, yani umenipiga kofi? Aliuliza mtaalamu, kisha akamwambia sawa. Alimaliza sentensi, afu akaingiza mkono mfukoni na kutoa mkufu, akamkabidhi mtoto wa kike mkufu wake, afu akamwacha na kuondoka bila kuwa na furaha tena, kwani hakuamini kama kupendwa ingekuwa ni ngumu namna hiyo. Basi binti alibaki kuangalia ule mkufu wake ambao ulionekana ni wa zamani sana. Ulikuwa na vitu kama shanga, afu akaanza kulia. Unajua mtoto wa kike tena leo kwa kumpiga mtu kofi na kwani kama vile mfanya kosa kwa Mungu, ni kwamba alijikuta kama akijilaumu kwa nini alikuwa amefanya vile. Basi baadaye akasikia ameitwa na babake, Judith. Ilibidi atoke mbio na kwenda ndani ambako aliitika, na akawa ameulizwa, unafanya nini huko nje muda wote?
Akasema baba, nilikuwa natafuta mkufu wangu ulipotea juzi, kumbe kuna mtu aliyokota ndo kaniletea sasa hivi. Akamwambia wow, mshukuru sana Mungu. Mungu ndo amekamleta mtu huyo, huwezi kujua. Alizungumza baba yake na kisha binti akamwambia tu baba amina. Baba akamwambia okay, basi endelea na mambo yako na tafadhali usahau kwenda kwenye semina ambayo itafanyika katika ukumbi wa Mtakatifu Mama Maria. Nauli nimeshampa mama yako, mimi nawahi kazini, alisema mzee yule. Na basi binti alimwambia baba sawa baba, kazi njema, asante, kwa heri mwanangu. Binti aliagana na baba yake na mzee aliondoka, na binti akawa anaendelea na kazi zake pale nyumbani. Kumbe sasa kwa hasira ambayo aliipata Zedi, aliondoka moja kwa moja mpaka kwa mjomba wake ambaye alimpa hela yake jana, afaketi barazani na kukuta bado hajaamka. Alianza kujutia maisha yake huku akikumbuka maneno ya binti. Yani yule binti amenijibu mimi hivi, yani mimi kaniambia mimi ni mshenzi mmoja kweli. Akajiambia kwamba najua kwamba namna ambavyo ninavyoishi ndo maana nakosa vitu kama vile. Light kama ningekuwa msafi wa kupendeza kama watu wengine, kama nisingedharaulika. Alikuwa akiwaza hivyo Zefania, lakini akasema lakini kwa nini nani lakini mpaka ananibadilisha mimi Aliongea kwa sauti ya hasira, na baadaye mlango wa mjomba wake ulikuwa umefunguliwa, akiwa anamsikia analalamika. Akamuita tu Zedi, alisema kwa mshtuko. Akamwambia umenishtua. Kumbe alikuwa ni shangazi yake, yani mke wa mjomba wake. Nisamee anti bwana, shikamoo. Marahaba, yani nikajiuliza nani huyu, kumbe ni wewe. Karibu ndani, usipigwe na baridi hapa. Alisema mwanamke yule anakwenda chooni kujisaidia. Basi Zefania naye alizama ndani akamsalimia mjomba wake na kuketi sebuleni. Mjomba baada ya kusikia kwa mshikaji amerudi, aliamua kuja sebuleni na akaketi. Kisha akamsalimia. Habari? Safi mjomba, vipi kwema? Ulihesabu mzigo? Akasema hapana, lakini nahisi ni mwingi, lakini unavyoonekana mwingi mimi sijihesabu. Ni kilo 6 hizo, alisema Zedi. Safi sana. Kwa imefika 1,580,000 ambayo umeweka kwangu. Ndio mjomba, bado shilingi 400,000 tu na kidogo, alisema. Ndio kijana wangu, mimi nakupongeza, japo Mungu anatakiwa kusamehe tu, alisema mjomba, na kisha alitoka pia na kwenda Maliwato. Kumbe hapa tunapata picha kwamba Zefania kila mara alipokuwa akiba pesa huko anaenda kuhifadhi kwa mjomba wake, na ndo maisha yake ambavyo ilikuwa inakwenda mpaka atimize 2,000,000, japo hatujajua alikuwa anataka ya kazi gani. Basi shangazi aliandaa chai, mtaalamu wa kunywa. Alikuwa amezoea sana kunywa mapombe tu na vitu vya moto alikuwa hawezi kabisa. Yani aliona kabisa vinamuumiza kiasi kwamba alikuwa anakosa nguvu. Basi muda huo wakiwa wanaongea pale, waliwasha TV na kuangalia habari kutoka channel ya Clouds TV. Ilikuwa ikisambaa habari kwamba katika jengo la Mtakatifu Mama Maria jijini Arusha limeweza kuripuka baada ya mabomu mawili ambayo yalikuwa yametegwa kule na watu ambao walikuwa hawajulikani. Imetokea saa ngapi? Zedi aliuliza huko akiwa ameinuka. Yani hii ni live, manake sasa hivi ndio kitu kinachoendelea mubashara. Basi bila hata kuaga, mtaalamu moja kwa moja alitoka mbio akawahi huko kulikotokea ajali ya mabomu. Kwani ilikuwa ni fursa ya kwenda kuibia waathirika wa mabomu na watu wengine ambao walikuwa wamekusanyika. Hii ilimvutia jamaa akiwa kama kibaka. Alijikuta anadandia pikipiki haraka sana na kuwahi kwenye tukio. Alipofika alikuta zimamoto wanajaribu kuzima moto ambao ulikuwa umesababishwa na mlipuko. Akaingia moja kwa moja mpaka ndani na kuanza kuiba. Alimkuta binti mmoja akiwa amelala pale chini, na bila kumjua sura yake kwa sababu ya moshi uliokuwa ndani, jamaa hakuweza kuiona sura yake. Lakini pia binti yule alikuwa mzimia, kwa naye alikuwa ni mmoja wa waathirika mabomu hayo. Hivyo alikuwa na pochi na alikuwa ameshika mkononi kwa nguvu, lakini alikuwa ameshakata moto. Nguo yake ilifunuka na kuacha mapaja wazi. Jamaa hakujali hilo. Alichukua pochi ilikuwa ameshikilia mkononi na kutoka nayo kwa kasi ya ajabu, alafu akaenda mpaka nje na kujificha uchochoroni. Akakutana na simu kali kama milioni kadhaa hivi. Maana hii simu ilikuwa ni iPhone 11. Basi bwana moyoni Zedi alishangilia na aliona simu hiyo, alafu akaanza kuikagua na kulikuwa na miwani pia ambao ilikuwa ni ya kusomea, lakini pia kuna Biblia, Agano Jipya pamoja na vile vichache tu kama 5 tu za chenchi. Basi akahakikisha kwamba ametoa kila kitu na kitupa pochi, afu akaanza kutembea ili arudi ndani kuendelea na operation nyingine. Sasa kuja kutazama vizuri, alijikuta moja ya kitu ambacho alichukua ilikuwa ni pamoja na mkufu ule ambao binti alimpa asubuhi. Akashtuka kwanza, afu akajiuliza usikuta ile binti ni Judith. Alijiuliza huko akiwa amedua, na hiyo ikamfanya afikiri pengine asije kuwa ni yeye, lakini alikuwa na hakika kwamba ule mkufu ulikuwa ni wa yule binti. Basi ikabidi achukue simu ya binti na kuibonyeza kwenye menu button. Akashangaa kweli, ilipotoa mwanga kulikuwa na wallpaper ya yule binti, yani sura yake. Ndo yeye, alisema kwa sauti chini, kisha akarudi nyuma na kuchukua ile pochi ya binti ambayo alikuwa ameipoteza, akaviweka vitu vyake vyote vizuri kabisa, alafu akarudi kwenye ile tukio. Alipofika ndani,
Alishangaa kuona polisi wanamzuia kuzama ndani ya mjengo, maana yeye alitaka kumwokoa ile binti ambaye alikuwa ndani. Basi walitoa msaada wakiwasaidia wale watu wote walioathirika na bomu ambao lilikuwa limepigwa mle ndani, afu wakapeleka hospitali huko Mount Meru kwa ajili ya kufanya utaratibu wa kuokoa maisha. Hata hivyo, baadaye ilitangazwa kwamba ndani ya ukumbi ule kulikuwa na watu 112 ambao walikuwa wamefariki, na pale walikuwa 21 na majeruhi walikuwa 76, huku 15 wakiwa hawajadhurika kabisa. Judith alikuwa ni miongoni mwa majeruhi ambao walipelekwa hospitali kama ilivyofanywa kwa majeruhi wengine. Sasa babake aliposikia swala hili na alipoteza fahamu, maana binti ilikuwa ndo mtoto pekee katika familia yake. Alimweka kama mrithi wa mali zake ambazo alikuwa akizivuna katika uhai wake, na kiukweli taarifa hii baba yake na Judith ilikuwa imemshtua sana. Baada ya Zefania kuzuiliwa kuingia katika ukumbi ule, aliomba sana, lakini maskari walimpiga virungu ikabidi akimbie, na hii ni kwa sababu uso wake ulionyesha dhahiri kwamba yeye alikuwa ni muhuni. Lakini alikuwa akisema, hata hivyo hii ni bahati kwangu, ndio maana unajua ni kweli mimi sijafanikiwa kumrudisha Judith. Pengine hii ni bahati, lakini alikuwa kiwaza na kuona kwamba alikuwa anapata moyo kurudisha vile vitu vilivyokuepo, lakini pia alikuwa anapata pingamizi. Kwa hiyo aliamini ile pengine ilikuwa ni zari lake la mentali. Basi baadaye akaamua kuondoka na akaenda kwa mjomba wake. Akamwambia, mjomba, nimemaliza. Kwa nini Zedi? Nimeenda kule kulikotokea mlipuko, yani nimeweza kuondoka na zali la maana sana, alisema na kuingiza mkono kwenye tisheti ndani, alafu akatoa ule mkoba wa binti na kumrudishia mjomba kwa kitabasamu. We, mjomba alisema baada ya kufungua. Akamwambia, simu gani? Alisema, kisha alitoa mkono ndani ya pochi akatoa ile iPhone, alafu akaanza kukagua, mwisho akagundua kwamba ilikuwa ni Apple. Oh, kumbe ni iPhone. Aliuliza kwa mshtuko. Ndio, alisema mtaalamu huko akitabasamu na kuketi kwenye sofa. Ina screen lock? Mtaalamu aliuliza huko akibonyeza sehemu kwa mwanga, kisha akaitazama na kuongea. Oh, imekula kwako mzee. Kwa nini? Sasa ina password, huwezi kuitumia tena. Nikwambie tu kweli, leo umeambulia mkufu. We, kwani hackers hawezi kutoa hiyo simu nywele yake? Hawezi kutoa password? Wapi? Huwezi. Yaani hiyo sio Android, huwezi kutoa. Oh my God, alizungumza. Na ni kweli kabisa, ni ngumu sana kutoa password kwenye simu ya iPhone kama sio ya kwako. Hata hivyo, mtaalamu japo alikuwa na nia kuipiga hela hiyo simu, lakini alishindwa kabisa. Alijikuta ameacha, maana alikuwa hana ujanja wote. Tunarudi hospitali ambako wazazi wa binti walikuwa ndo wanafika. Machozi yalikuwa yanamtoka sana baba yake, lakini mama alikuwa dondoshi hata tone. Haijulikani kwa nini alikuwa hivyo, lakini mama yake na binti hakuwa analia. Mke wangu, unajua roho inaniuma sana, alizungumza mzee kwa kufuta machozi ambayo alikuwa akimtoka, na mkewe akamwambia, mume wangu usilie, Mungu ni mwema, tumtazame tu binti yetu, alisema mama yule. Na ndipo mzee akageuza macho na kumtazama binti usoni. Alikuwa amefungua macho na sasa alikuwa anatazama. Judith, mzee alimuita kwa furaha na kumshika mtoto wake mkono. Mfungua macho mwanangu, alisema mzee kwa furaha sana. Akasema kisha tena akamwambia, asante sana Yesu, alisema mzee, na akamshika binti mashavuni. Akamwambia, mke wangu kamuite daktari, alisema, na mama aliinuka na kwenda nje kumuita daktari. Oh Jesus, baba kwani niko wapi? Aliuliza binti. Uko hospitali mwanangu, unaumwa nini? Mbona mimi siumwi baba, nilikuwa nimelala tu. Mbona umenileta huku, kuna nini? Binti aliuliza na kunyanyuka. Na daktari alipokuja akiwa pamoja na mama, akasema, niliambia toka mwanzo kwamba huyu binti hana tatizo, alikuwa amezimia tu. Jamani daktari, asante sana, binti yangu kumbe ni mzima. Nashukuru sana, alisema mzee. Alikuwa na furaha sana na akauliza, tunaweza kuondoka leo? Hapana mzee, huwezi kuondoka, tutamwangalia mpaka kesho. Kama itakuwa tayari basi ataruhusiwa. Basi Mungu ni mwema sana. Baba, sauti ya binti ilisikika akimuita. Akamwambia, niambie mwanangu kipenzi. Akamwambia, nipe simu yangu, mimi sikuingia mtandaoni, pia nataka nisome neno la Mungu kwenye Biblia ya simu yangu. Mwanangu pole sana. Unajua wakati wa mlipuko ulipotokea ulipoteza simu. Kwa inavyodaiwa ni kwamba kuna vijana wahuni walivamia pale na kuiba vitu vyenu. Jamani baba, simu yangu jamani. Simu yangu ni mpya kabisa, hata sijatumia miezi miwili, alizungumza binti huko akilia. Kisha babake akamwambia, mwanangu usiseme hivyo, simu nitakununulia nyingine, yani mshahara kutoka tunakununulia. Cha muhimu wewe ni mzima. Jamani baba, pesa zangu zote jamani. Nilikuwa nimeweka vitu vingi. Bado binti aliendelea kudeka kwa babake. Usijali bwana, hivyo ni vitu vidogo, mimi nafurahi kwamba umekuwa mzima. Hebu fumba macho kwanza tumshukuru Mungu, alisema baba. Na kweli waliomba pale na kumshukuru Mungu kwa kumfanya binti kuwa mzima kabisa bila kudhurika. Hakika ulinzi wa Mungu ni ukuu mkubwa sana, hasa kwa waja wake ambao ni wa kweli. Tunarudi leo, ilikuwa ni usiku majira ya saa 3 hivi. Simu ya mjomba ilikuwa ikiita. Alikuwa akipigiwa na mdogo wake wa kike ambaye pia alikuwa ni mdogo kuliko mama Zefania.
Mama Brenda huyo, alisema mjomba baada ya kupokea. Kisha akamwambia kaka, shikamoo, maraba, huko kwema? Sio kwema kaka. Hivi kwa nini mnaniachia mzigo jamani? Kila siku mnasema mnatafuta hiyo hela. Ina maana haijai tu, miezi imekatika, mimi nateseka sana huko kijijini. Unajua kwanza mimi nina familia yangu ambayo naiendesha, kwa siwezi kutoa pesa yote. Kwanza mimi nafanya kazi ambazo sio za uhakika. Wewe subiri wiki hii, nafikiri zaidi atamaliza kukusanya hiyo hela, afu tutaleta ili tuje kufanya shughuli yenu na iweze kukaa vizuri na tukae kwa amani. Sawa kaka, naomba umwambie ajitahidi, yani kwa hali na mali, mimi nimechoka jamani. Sawa mdogo wangu, basi wasalimie huko. Basi mjomba alikata simu na aliwaza kidogo, kisha akasikitika sana. Kuna issue ambayo iko serious sana unatakiwa kufanya kama familia, ambayo ndio inamfanya Zefania kusanya pesa kwa nguvu ili tu aweze kwenda kuitimiza. Unajua ni issue gani hiyo? Basi usijali, tunaendelea hapa. Sasa ilikuwa ni siku nyingine tena leo katika hospitali ya Mount Meru. Wale majeruhi ambao walikuwa na nafuu zaidi walikuwa kiruhusiwa kurudi makwao. Judith Wambura alikuwa ni mmoja kati ya majeruhi ambao walikuwa na nafuu sana. Akaruhusiwa na kutolewa hospitali kwa ajili ya kwenda nyumbani na wazazi wake. Basi mama akawa amemwambia, mwanangu, mbona faida ya kumtumikia Mungu Alimwambia akiwa na furaha sana kwenye gari. Ndio mama, mimi siwezi kumwacha huyu Mungu jamani, hakika amenitendea mambo makuu sana, alisema binti, na mzee akawa anatikisa kichwa tu kwa kufurahia. Binti yangu juu na busara sana Judith, yani nina amani sana kuwa na binti kama wewe. Naomba uliamini hilo, lakini kitu kimoja tu ulikosea mwanangu, kutokupenda kusoma. Yani umeishia elimu ya cheti tu, alisema mzee. Kisha binti akamwambia, baba, ujue mimi darasani kweli siko vizuri, haina haja ya kumaliza pesa zako, labda unifungulie biashara, labda saluni au niuze nguo au vitu vingine ambavyo navipenda, alisema binti na kumpokonya mama yake simu mkononi. Akamwambia, ngoja kwanza nijipigie namba yangu kama inapatikana. Basi binti akaandika namba yake alikuwa anatumia, afa akapiga. Kwanza alishtuka. Mama akamuuliza vipi? Akasema mama, inaita. Mzee naye aliitikia na kuuliza, na ikabidi binti atetemeke kwa sababu kabla hawajamaliza kujadili hilo simu ilipokelewa. Binti akatetemeka, afa kauliza halo. Alisema kwa kugumizi mara baada ya kusikia sauti ya teja upande wa pili. Halo jamani, samahani, hiyo simu ni ya kwangu, naomba uniletee, nitakupa chochote unachotaka. Binti alisema hivyo bila kujua akili za wanaume hata ziko vipi. Akasikia upande wa pili, kweli? Mtaalamu aliuliza. Ndio kakaangu, mimi niko Njiro hapa maeneo ya Mpalama. Okay, basi sawa. Basi binti alikata simu, lakini muda wote bado alikuwa hajafika nyumbani, walikuwa kwa njiani. Gari ilikuwa ikienda polepole tu. Jamani, angeniletea tu mimi ningefurahi sana, alisema binti kwa furaha. Kisha mama akamwambia, unajua umekosea sana kumwambia utampa chochote unachokitaka Judith. Kweli aliuliza. Ndio, mama wako anajisema ni sahihi, alisema baba. Sasa basi wakaendelea na safari mpaka walipofika maeneo ya uwanja ulikuwa karibu kabisa na kwao. Gari litembea polepole na kupaki nje ya geti lao, na kisha akashuka binti na kwenda kufungua gari, kufungua geti ili gari liingie. Alipomaliza kufungua geti alitazama huku na kule, ndipo akaona kama vile kuna mtu akawa amesimama kwa mbali anawatazama. Alipoangalia vizuri alijua kwamba alikuwa ni Zaidi amesimama huku akiwa anavuta sigara, tena kwa fujo sana. Basi gari iliingia ndani na jamaa naye kule alipo akawa anakuja akiwa anakimbia sana. Sasa kulingana na namna alivyokuwa amejiweka alijua kabisa ni mwizi, ndipo binti akafunga geti haraka na kuhema akiwa kwa ndani. Yani kaka ananiandama jamani, au kwa sababu nilimpiga kibao, alikuwa akiwaza hivyo Judith, huku wazee wake alikuwa anashuka na kuingia ndani ya nyumba hiyo. Basi geti iligongwa kwa fujo na mtaalamu, ndipo Judith akajifanya kama kichwa maji akaingia chooni ili tu asiwe yeye ndo ambaye ataenda kufungua, maana alikuwa anamuogopa sana kibaka huyo. Judith, mzee aliita. Binti alitika kichwa chooni. Au kumbuka wani? Alisema na kuinuka, alafu akatoka na kwenda kufungua geti. Akakutana na sura ya huyu muhuni akiwa ameshikilia mkoba huyo binti. Oh my god, wewe ndio ambao umesema unaleta simu binti yangu? Ndio mzee, nipe changu nikupe mzigo wako alafu niondoke zangu, alisema kwa sauti kali uteja. Akambila vijana bwana, alisema na akatoka nje kabisa ya geti. Unacheka mzee? Yaani unanicheka au ni nini? Au unamsema nani? Alisema mtaalamu na kutishia kwamba ataipiga lipoji chini kwenye jiwe. Hapana mwanangu, hebu nisikilize, nikupe shilingi ngapi nipe simu mwanangu? Mimi nina shida sana hela mzee. Nipe kilo 4 nikupe simu yako, maana nina matatizo kibao nyumbani. Kijana nihurumie, ujue mimi ni mzee wako na laki moja tu hapa, alisema. Basi Zaidi aliona kama ni masiara, afa akajifanya anaondoka. Ndipo mzee akaona lakini sio kitu, kwani simu ilikuwa ni ya mamilioni. Alafu istoshe ilikuwa na vitu vibaki vingine ambavyo vilikuwa ni vya muhimu sana, vimehifadhiwa na binti. Akamwambia kijana, basi njoo basi nakupa hiyo hela, alisema. Akatoa wallet mfukoni, afa akaanza kuhesabu hizo hela ili ampe kijana. Basi walikabidhiana kila mtu, alafu mtaalamu alitoka nduki na kusepa kabisa, huku akiwa na furaha kupata pesa za bure kabisa.
Basi mzee naye aliingia ndani ya geti akafunga. Binti akiwa ameketi na mama yake wanaongea mambo mbalimbali. Hata hivyo binti aliposikia baba anaingia alikaa makini sana, kwani alikuwa na wasiwasi kwa sababu alijua mkwenda kukutana na yule teja. Basi mzee alipofika ndani alimrushia binti pochi kwenye mapaja. Binti akawa ameshtuka. "Daddy, where did you get it?" Alijikuta amechanganyikiwa sana na kumuuliza, "Kuna teja ameleta hapa nje ujue. Amenipiga lakini yangu yani kwa sababu yako binti wewe." "Jamani baba, nakupenda." Alisema hivyo Judith. Hapa baba alimwambia pia nakupenda pia mwanangu. Kisha akafungua pochi hiyo na kuitazama ndani. Yaani kila kitu kilikuwepo. Alikuta kila kitu isipokuwa ile hela ya nauli tu. Wow, wonderful God. "Amevaa nguo gani?" aliuliza binti apate hakika kamba ni Zedi ambaye alikuwa ameleta. Amevaa t-shirt nyekundu hivi ambayo imechanika kubwa kubwa kuliko yeye na minywele michafu kama nini sijui. Mzee aliongea kwa hasira huku akiumia kwa pesa ambayo alikuwa ameitoa bila kupanga. Binti alijua kabisa kuwa yule ni yule mtaalamu kibaka. Akaanza kuwaza, huyu kaka huyu alipata mawazo sana. Jamani, Mungu ambariki uko endako, aliwaza binti. Kisha akawasha simu yake na kuanza kuchati upya. Jamani, hebu tumshukuru Mungu kwa kutufikisha salama nyumbani, mama alisema. Wote waliinuka na kuanza kuomba. 80% ya maombi ya binti ndani ya dakika 5 yalihusiana na kumomba Mungu ampe baraka kijana yule. Sijui nitamuona lini tena, alikuwa akiwaza hivyo wakati akiendelea kuomba. Basi wakati ule Zefania alikuwa ameondoka na moja kwa moja alienda hadi kwa mjomba wake. Alikuwa na furaha sana. Na hii ilikuwa kwa sababu alikuwa ameshajaza kiwango cha milioni 2 alichokuwa anakitafuta kwa muda ule. Alipofika kwa mjomba, alipiga magoti chini, akasema, "Ewa, vipi mjomba?" aliuliza. "Nimekamilisha mjomba," alisema kwa furaha ambayo ilikuwa haina kifani kiukweli. "Umepata laki 4?" "Mjomba, mimi nyota yangu inang'aa. Tazama nimepeleka ile simu kwa mmiliki kanipa laki 4. Alafu wakati nakuja kwako hapo nyuma nimeokota tena laki 130." Alisema huku akiunguruma kama simba akiwa amefurahi sana. Alifurahi sana bila kujua kwamba ni kitu gani ambacho kwa kinampa wazimu wa kupata pesa kwa fujo namna ile. Hongera sana mjomba. Sasa nikwambie, nenda kanunue nguo za mtumba afu jiandae. Siku 2 zifuatazo twende pamoja nyumbani tukaokoe kile ambacho kinatusumbua. Sawa mjomba, basi kesho mimi nitaenda sokoni nikanunue nguo na naidi hili likipita sitatumia tena madawa ya kulevya." "Kweli, bado una akili. Wewe sio kama vijana wenzako. Hongera sana," alizungumza anko. Na tunaenda siku 2 baadaye, ilikuwa ni siku ya Ijumaa ambayo Zedi alipaswa kwenda huko Simanjiro kwa ajili ya kwenda kumaliza tatizo fulani lilokuwa likimtisa yeye na familia yake kiujumla. Basi siku hiyo Zedi alikuwa ameamka mapema, kisha akavaa nguo zake ambazo alikuwa amenunua za mtumba, kisha akawa amechukua simu yake ya Nokia Touch ambayo alikuwa amepora jana yake. Alitoa line iliyokuwa pale, kisha akaivunja na kuweka line yake mpya. Alichukua sigara na kutoka katika chumba cha mshikaji wake, alafu akaondoka na kwenda moja kwa moja kwa mjomba wake, maana walipanga waende wote kijijini kutatua hilo tatizo la kifamilia. Alipofika sebuleni alimkuta mjomba akiwa ameshika tama huko akiwa na mawazo sana. "Mjomba, vipi? Mbona umeshika tama?" "Bwana mjomba, unajua hatutaweza kwenda wote, labda ukanisubiri kwa siku 2." "Kwa nini?" "Mke wangu ameumwa ghafla usiku wa leo, yani ninavyoongea hivi hospitali amelazwa." "Acha utani bwana mjomba, mzidiwa na nini?" "Tumbo ndo tatizo, yani ndio hicho." "Da, pole sana. Sasa itakuwaje?" "Lakini mjomba, maana mimi mwenyewe nilitaka hii tatizo langu liishe mapema. Sasa kuendelea kuwa na mawazo mpaka natumia unga." "Zedi, ngoja nikwambie kitu kimoja. Wewe nenda kama utaweza. Kwa sababu mimi kiukweli sitaweza kumwacha mke wangu akiwa naumwa afu nikaongozana na wewe, haiwezekani. Na yuko mwenyewe." "Ni kweli mjomba. Hamna shida. Sasa kwa sababu ile yako yupo mjomba, chukua uende kwa familia. Kama mke wangu ukipona kabla ya kitendo hicho, mimi nitakuja kijijini." "Basi sawa mjomba, hamna shida. Nipe mzigo niondoke." Basi mjomba aliingia chumbani, akakaa sekunde chache kisha akarudi akiwa mbeba bahasha fulani hivi ambayo ilikuwa imejazwa. Aliweka mezani kisha akarudi ndani na kuchukua begi la mgongoni ambalo lilikuwa tupu. Kisha akawa ameliweka mezani. Walianza kuhesabu zile pesa na walithibitisha kuwa kulikuwa kuna shilingi 2,260,000. Alafu akaziweka kwenye bahasha, alafu akaziingiza kwenye ile begi na kufunga. Jamaa aliinuka na kulivaa mgongoni kisha kaambia anko, "Mimi naondoka." "Sawa basi wasalimie." "Asante mjomba." Mtaalamu alitoka nje ya nyumba na kwenda moja kwa moja kuelekea stendi ya mabasi. Wakati anatembea akikatiza katikati ya soko moja hivi ambalo pia Judith siku hiyo alikuwa ameenda kwa ajili ya kununua vitu vya nyumbani, mtaalamu alipita eneo hilo ambalo pia binti alikuwa amesimama na kabla yake mkononi akishangaa tu maeneo. Akampiga kikumbo katikati ya watu bila kujua kama ni yeye, afu mtaalamu akampita zake. Basi binti alipogeuka aliangalia nani amemparamia, aliona minywele ambayo ilikuwa imejisokota tu kwa kukosa matunzo ama chana muda mrefu. Basi Zefania alikuwa amevaa begi ambalo lilimtambulisha moja kwa moja kwamba alikuwa anasafiri. Huyu si ndio yule kibaka? Alijiuliza binti baada ya kumtazama vizuri, kisha tena akajiambia ndio yeye. Hasa anaenda wapi?
alizidi kujiuliza na kumfuata nyuma huku sokoni bila kutarajia wala kujua kwamba alikuwa anamfuata kwa sababu gani. Basi alitembea haraka binti akumfikia kwa spidi ambayo ya kwake ilikuwa ni ndogo sana na alikuwa amevaa magauni yake makubwa. Hii ndio ilimfanya ashindwe kumfikia. Sasa alikumbuka kwamba kuna siku jamaa alimtaja jina lake kwamba anaitwa nakumbuka nini tena, Zebedayo? Hapana. Zakaria? Hapana. Basi binti aliwaza sana, akajua basi Zakaria labda ndio hiyo, akamuita Zakaria huku akiwa anazidi kumfuata, lakini aliita kwa nguvu lakini hakugeuka. Alijitahidi kumkimbilia sasa, na alipofika karibu yake aliona jamaa amesimama na msichana mmoja hivi kumuomba namba. Ibidi binti ampite kama vile sio yeye ambaye alikuwa anamfuata. Lakini hata hivyo jamaa alichukua namba na akaendelea na safari yake. Kumbe binti alikuwa anamsubiri mbele. "Wewe kaka wewe." Binti alimuita mshikaji akashtuka sana. Baada ya kumtazama alimuona mtoto wa kike akiwa anaangalia chini kwa aibu, ndipo jamaa akamsogelea. Hii ni hatari. Alijikuta akiguna lakini pia alikuwa akiwaza. Akasema, "Unaenda wapi?" Binti aliongea kwa mkato na akaanza kujizungusha na kile kapu chake. Akamuuliza, "Kwani unaniuliza kama nani?" Mtaalamu alimuuliza akiwa na kiburi sasa leo. Jamani, haya bwana. Binti alijikatia tamaa kuongea na yule jamaa na Zefania kumwambia kitu kingine, akaanza kutembea. "Wewe Zakaria wewe." Binti aliita tena ile jina ambalo limfanya Zefania sasa acheke na kusimama. Binti alikuja kwa mbele, akatanua mikono yake kwenye ishara kumzuia huku akicheka kama mtoto. "Kumbe na wewe unajua kucheka. Haya, sasa nini sasa, umefurahi kuniona au?" "Wewe vipi? Mimi sicheki kwa sababu nimefurahi kukuona. Nacheka kwa sababu umeniita jina ambalo sio la kwangu." Binti aliguna na kutazama chini. Jamaa akataka kumpita tena, binti akamkingia kifua mbele tena. "Ngoja kwanza basi. Bwana nipishe nipite. Kwani una shida gani? Mimi nitakupiga ujue kama ulivyonipiga siku ile." Alimwambia. Kumbe ndio maana umekasirika. Haya nipige basi hapa, nipige ufurahi yaishe ili na mimi nikwambie kitu changu." Alisema binti, ambapo Zefania akamwambia, "Mimi sina mpango wa kupiga. Naomba unipishe nipite. Kwanza wewe ni mbaya. Yaani ukikuta mbele yangu na watoto wakali wao nitakosa soko mimi bwana. Unajua mimi nataka kuonana na mabinti wazuri hapo ondoka." "Haya basi Mungu akusamehe Zakaria," alisema tena binti. Mtaalamu alimshika kwa nguvu na kumvuta binti na kumuongelesha kwa hasira. "Mungu usiribu jina langu. Mimi si tu Zakaria, naitwa Zefania Anton. Ukitaka niite Zedi Anton. Wewe chizi nini?" alisema na kumtikisa binti kwa nguvu na watu wote wakawa wanashangaa barabarani. Judith alikuwa mpole sana. Akasema, "Jamani mimi nashukuru kwa ajili ya simu yangu na mkufu." Hilo ndo neno la mwisho ambalo binti alitamka na kukimbia akaenda mpaka sokoni akajificha mahali na kuanza kuwaza sana. "Hivi mimi ni mjinga Ina maana nilikuwa nafanya upumbavu barabarani? Mungu nisaidie baba asijue." Alisema kwa sauti ndogo na kuinuka na akaelekea sokoni kuendelea kununua vitu ambavyo alikuwa ananunua. Sasa alimaliza kununua, akainama na kuchukua kapu lake afa kainuka. Bileki alishangaa kama amesimama anatazamana na sura ambayo ilikuwa haionyeshi tabasamu hata kwa mbali. "Samahani Judith kwa maneno ambayo nimekwambia pale barabarani. Naomba nikusaidie kapu." "Hapana sitaki." Binti alijibu akiogopa. Kwanza mtu mwenyewe alikuwa kibaka huyu. "Umeshukuru kwa simu yako. Je, unajua ilipo sasa?" Mtaalamu alimuuliza. "Ndio." Binti akakumbuka kwamba aliweka kwenye kapu kabla hajaje sokoni. Jesus. Alitupa vitu vyote chini na kuanza kukagua simu yake kama ipo. "Kwa makini siku nyingine, sio unaweka simu kizembe, hebu shika." Mtaalamu alitoa simu mfukoni na kumpa. Kumbe alimwibia akiwa anaongea pale pale akiwa anagombana sokoni. Binti alipokea akiwa amini. Afu mtaalamu alitoa simu yake Nokia mfukoni na kumkabidhi binti, akamwambia, "Andika namba yako hapa." "Jamani, mimi huwa sitoi." "Andika namba yako," alisema jamaa kumforce binti. Judith alitetemeka tu na kuanza kuandika namba. "Ole wako sio namba yako kweli. Nitakupigia hapa hapa," alisema na kisha akapokea simu. "Hapana bwana, kama ndio hivyo leta basi nikuandikia kweli." Kumbe Judith kweli alikuwa ameandika ya uongo mwanzo. Aliandika na namba akambipu na alipobipu simu ikaita, kisha jamaa akasepa zake bila hata kumwaga. Kwa hivyo Zedi alikuwa amechelewa sana kwenye safari yake. Ilibidi aanze kukimbia ili akawahi gari huko njiani. Aliamini kwamba anatakiwa nyumbani kwao Simanjiro na alikuwa anatakiwa mapema sana. Akiwa kwenye gari alikuwa analalamika sana na kumlaumu Mungu kwa kuiachia mateso familia yake. Kisha akajikuta ameandika Judith. Aliandika SMS. Binti alipokuwa nyumbani aliogopa kuchat na jamaa. Hivyo ilipita nusu saa nzima bila kujibu ile message ambayo jamaa alikuwa amemuita jina lake kwamba Judith. Hakuwa amejibu. "Najua unaogopa kuchat na mimi kisa naonekana ni muhuni. Mimi sio muhuni kama unavyodhani. Hata ninavyosafiri hivi hakika unapaswa uelewe ninaenda kwenye matatizo zaidi ya matatizo ambayo nilipata siku ya kwanza kukuokoa kwa vibaka wenzangu. Walinipiga marungu sana wakidai kwamba mimi nimemwachia ndege ya peperuke." Aliandika message nyingine tena
Lakini binti alisoma ile message na ikamchoma sana. Leo akaamua kumjibu, akamwambia, "Kwani unaenda wapi?" Alijibu kwa huruma tu, "Naenda nyumbani huko Simanjiro." "Kufanya nini?" "Naenda kumsalimia mama, anaumwa." "Oh, sawa, anaumwa kitu gani?" "Judith, sijui kwa nini nakuambia siri ambayo sijui kumwambia mtu yote ujue." "Usiogope bwana, naweza kukupa ushauri. Mungu sio mjinga kutukutanisha, naweza kusaidia." "Da," aliguna. "Usiguni, niambie basi, anaumwa nini?" "Kwanza sipendi ile jina la Zefa, unajua. Hebu niite Zedi." "Okay, basi sawa Zedi. Niambie siri yako na kuahidi katika utukufu wa Mungu kwamba litaisha kama ni tatizo." "Judy, niambie." "Ni miaka 12 sasa tangu baba yangu alipoitelekeza familia yake na kwenda kuishi huko Sumbawanga bila kujua anafanya kitu gani. Baada ya miaka hiyo tumeweza kupata matatizo mbalimbali, kuteseka katika kuendeleza familia. Mwisho nikageuka kama baba wa familia, na hii ni baada ya mama yangu kuanguka akiwa shambani na kuparalyze miaka 2 iliyopita. Mpaka leo mama yangu yupo ndani anahudumia na wadogo zangu pamoja na mama zangu wadogo. Kwa tumefanikiwa kwenda kwa waganga mbalimbali kutafuta tiba, akidai amelogwa na mke mpya wa baba huko alikoenda. Na hii ilikuwa ni baada ya sisi kutaka kwenda kumchukua baba yetu Sumbawanga. Waganga wengi walituambia kwamba uchawi uliotumika kumpoza mama ni uchawi wenye nguvu sana na ni ngumu kutoa. Tukijua kwamba mganga mmoja tutampata kutoka Kibondo huko Kigoma, ndio ambaye alituambia anaweza kumtolea hiyo paralyzing, lakini gharama yake ikawa ni 1,500,000. Kwa hiyo tunatakiwa kutoa gharama ya shilingi 1,500,000 ili kumsaidia. Familia ikapanga tutafute 2,000,000 na ndio iliyobaki, ili hata usafiri na chakula itumike kwenye hiyo ambayo itakuwa imebaki hapo juu. Sasa nikiwa bado mimi ni mdogo mwenye miaka 22, nilishwa jukumu kula kuhakikisha mama anapona bila kujali kwamba sina kazi yoyote na elimu yangu ni form 2 tu. Basi nikaamua kuja jijini Arusha kutafuta maisha. Mwaka na nusu ulipita bila mimi kufanikiwa kupata 2,000,000 ya kumsaidia mama kutolea uchawi huo ili awe na afya kama zamani. Na ndipo miezi 3 iliyopita niliamua kuwa kibaka na mtumiaji wa madawa kulevya kwa ajili ya kupunguza stress na kupata hela za haraka. Leo hii nimeweza kupata 2,000,000 ndio ambazo nazipeleka kijijini kwa ajili ya kwenda kumtibia mama yangu kwa mganga ambaye tunamsafirisha kutoka Kigoma. Zefania alimaliza kumweleza binti, ambapo binti akamuita tu Zedi. Akamwitikia, "Naam Judith. Usiniandikie hizo zimezi zako. Mwenzako nimeshaanza kulia. Sitaki kuendelea kulia jamani. Pole sana. Jamani, yani kwa nini maisha yako yamekuwa hivyo?" Binti alikuwa akisikitika kwa hadithi ngumu ambayo alikuwa amepata kuhusu jamii na akaona kwamba ilikuwa imemuumiza sana. "Basi ndio hivyo, maisha yamekuwa magumu upande wangu mimi pamoja na familia yangu." "Basi pole sana Zedi, mimi sikujua." "Asante sana. Lakini samahani kidogo." "Bila samahani. Unajua ninajua ni ngumu sana kwa sisi watu ambao tumeokoka kuaminika. Ni kwa sababu kazi zetu zinaenda pole lakini zenye mafanikio. Kila siku tunamsubiri Mungu atujibu, lakini hutujibu taratibu sana. Zedi, naomba usimpeleke mama yako mganga." "Yani tena mimi sitaki mama yangu aendelee kuteseka. Na hakika kwamba atapona mama yangu, tafadhali acha tu nimpeleke." "Hapana Zedi, unajua Mungu ni mkuu sana katika masuala ya wagonjwa. Hakuna magonjwa marahisi kutibu kama ya kishirikina. Kwa hiyo unapotaja jina la Mungu kwa imani tu mtu anapona. Na hata hiyo 2,000,000 yako utatumia katika kazi zingine za maendeleo. Acha kuchezea hela wakati vitu vya bure vipo." "Judith, una uhakika?" aliuliza mtaalamu. 100%. "Mchukue mama yako, mlete Safina uone maajabu ndani ya wiki moja. Kitu utakachotoa ni sadaka shukrani tu. Acha kumdharau Mungu. Mungu ana uwezo mkubwa sana." "Basi ngoja nitalifikiria hilo. Naomba na wewe unifikirie swala moja tu." "Swala gani sasa?" "Mimi naogopa kukwambia." "Zedi bwana, usiogope, wewe niambie nitakusaidia." "Jamani, unajua mimi naona aibu," alisema Zedi kama utani, na binti akanamwambia, "Unajua wewe bwana, basi mchana mwema." Binti alijikuta ameshaona jamaa anaelekea kubaya, akaamua tu kupotezea asiseme hicho anachotaka kusema. Mama Judith alikuwa sio mtu mwenye upendo sana kwa Judith, japo kwa alikuwa ni mtoto wake wa kipekee. Alipomkuta binti anachati na simu kwa muda mrefu, alikasirika sana. Kisha akamwambia, "Wewe mtoto ni mpumbavu. Yaani badala upike ili baba yako akija ale, unachezea tu simu. Hebu nenda kapike huko." "Mama samahani, kuna mtu alikuwa anataka msaada wa maombi ndio ambaye nilikuwa namuelekeza." "Maombi? Unajua maombi wewe? Hebu nenda kapike huko." Mama Judith alifoka kwa hasira na binti alinuka taratibu na kwenda kupika chakula cha jioni. Japokuwa walikuwa na maisha mazuri sana ya kifahari, lakini binti alikuwa akiteseka kwa kuendeshwa na mama yake. Baba ndo ambaye alionekana mwenye upendo wa dhati sana kwa binti yake. Na ukiachana na hayo, baada ya kidogo Zedi alifika huko kijijini kwao ambako alikuwa ameshikilia begi lake vizuri akiogopa vibaka kwa sababu alikuwa na pesa ndefu sana ndani yake. Alienda mpaka nyumbani, wakampokea vizuri tena kwa furaha. Alimkuta mama yake mdogo akiwa analia sana. "Mdogo, vipi mbona unalia?"
nimeteseka miaka miwili na mama yako Zedi. Mama yako leo naona ananiaga taratibu. Hakika hatuweza kufika jioni ya leo unajua bila kufariki. Mama mdogo, useme hivyo bwana. Mama hawezi kufa mapema hivi. Wadogo zangu wanamtegemea mama bado. Aliongea akiwa kidogo na matumaini. Hela yote ninayo. Naomba tumpigie yule mtaalamu kutoka Kigoma aje kumsaidia. Mama mdogo alitoa simu mfukoni na kumtajia namba akitaka kumpigia mganga. Haraka haraka Zedi akaweka namba kwenye simu na kumpigia mganga huyo. Mganga akacheka kimashetani ili cheka yule akamuita Zefania Anton Lukmai. Ndio mganga, wala hujakosea. Naomba unipe matumaini. Umempoteza mama na umempata mama. Akacheka tena. Hakuna matumaini kwa mama wa kwanza, lakini mama wa pili ndio ana matumaini. Bado Zefania hakuwa anaelewa, lakini mganga akamwambia kwamba naona giza kwenye roho ya mama yako, kwani roho yake ipo tena katika ulimwengu huu wa machozi. Alikuwa akiendelea kuongea mganga, na ili swala zima lilikuwa limeshamshinda mganga. Zefania alichanganyikiwa, akalegea kweli na mama mdogo akaingia ndani ya chumba, akaanza kupiga yowe. Sauti zilisikika ndani na mama mdogo alitoka. Mama mdogo, kamnyoshe mama. Mama mdogo. Zefania aliingia kwa mshtuko, akaingia ndani na kumkuta mama akiwa anakata moto. Mtaalamu alitoka nje na begi lake, akasepa kutaka kushuhudia kifo cha mama yake. Mama, hukunipenda. Natafuta hela miezi yote hii kwa ajili yako afu naondoka leo nikiwa nimefika. Alijilaumu akiwa njiani huku machozi yakimtoka. Alipanda gari na kurudi Arusha mjini kuendelea na mambo yake. Hakutaka kweli kwenda hata kushiriki msiba. Lakini hata hivyo raundi mtaalamu kutaka tena kwenda kwa mjomba wake, maana alijua lazima angemshawishi kurudi kuja kuzika. Alitumia hela aliyokuwa nayo akanunua kitanda cha 4 kwa 6 na godoro lake, na alikuwa na uchungu wa hali ya juu sana kutokana na kifo cha mama yake. Kwa bahati ni kwamba namba yake ilikuwa ijulikana na ndugu, kwa hiyo kama wasingeweza kumpata kwa ajili ya mazishi. Jioni ilipofika alijilaza kitandani, akaanza kulia kwa uchungu huko akimmisi sana mama yake. Akamwambia, mama, nimetafuta pesa miaka yote kwa ajili yako. Leo nimeipata na unaondoka. Umenikosea mama, umenikosea sana. Yaani umekosea, sitamani hata kuishi. Mimi sikutaka kuishi maisha magumu kiasi hiki mama yangu. Lakini asante mama kwa sababu leo nalia na sitolia tena katika maisha yangu mama. Yaani leo ndo nalia kwa mara ya mwisho. Alilia ndani ya chumba chake hadi wapangaji wenzake wakaanza kujiuliza maswali kwamba mpangaji mpya ni aina gani, maana hawakumuelewa na asili gani, ni hawezi kufika na kuanza kulia. Basi akiwa anazidi kulia alisikia simu yake ikiita, ndipo akajifuta machozi na kutazama. Alikuwa anapiga Judith. Alipokea na akamuuliza, mambo vipi? Poa, mzima? Mimi mzima, mbona kama umeguna? Alisema Zedi. Hapana, unaongea sauti nzito. Binti alianza kuongea. Haya bwana, niambie basi maana nimechoka, nataka nilale. Samani Zedi, nyumbani mama anaendeleaje? Mama amekufa, alisema mtaalamu kwa kujiamini. Alikuwa hana la kufanya, hivyo aliongea kijua kwamba hata angezidi kulia basi singemsaidia kitu. Wewe acha kumwambia mama mabaya, alisema binti akiwa anamkanya huko akihisi kwamba labda mtaalamu anatania, kumbe mwenzake alikuwa serious. Kwa hasira Zefania alikata simu na akaona kama binti anamzingua. Mwili ulianza kutetemeka wote. Alitetemeka swa, akainuka na kujaribu kujifunika vizuri shuka la Kimasai, lakini bado alizidi kutetemeka bila kujua tatizo lilikuwa wapi. Nini tena Mungu wangu? Alitamka kwa kizidi kutetemeka, akatoa mkono wake ndani ya shuka kauangalia, ulikuwa umekakama mishipa misimama kabisa. Basi simu nayo ikaanza kuita. Jamaa akatazama, alikuwa ni binti tena anapiga. Alishuka kitandani huku mwili wake ukizidi kutetemeka. Akasema tayari alisema kwa uchungu kwamba tayari ameshaathirika na madawa ya kulevya, hivyo hawezi kumaliza muda mrefu bila kujidunga. Alilia kwa uchungu. Akawa analia akimuita mama yake, akimwambia mama, wewe ndo chanzo mama. Alikuwa anasikia maumivu makali ndani ya ngozi yake, ndipo alipofungua mlango na kuwasha sigara na kuanza kuvuta kufujo. Alivuta mpaka akasikia nafuu kidogo, alafu akainuka na kukimbia nduki bila hata kufunga mlango. Hakujua hata ni wapi alipokuwa anaenda. Kilichomsumbua ilikuwa ni rosto ya kujidunga. Alikuwa amepagawa kweli. Alifika mpaka katika eneo la Sakina, akakuta vijana wenzake walikuwa wameketi na jidunga. Akaketi pia huku akiwa anatetemeka sana mpaka akapoteza fahamu pale. Mshikaji mmoja alisema akawa amemgeukia na kutaka kujua kuna nini, kisha akasema msaada unahitajika. Aliongeza sauti na ilikuwa ni sauti yenye madawa tu. Eneo hilo lilikuwa la vijana wanaovuta tu, na kama unavyofahamika walevi ni watu wenye kutumia madawa kulevya, huwa wana ushirikiano sana, na hii ilisababisha kijana Zefa kupata msaada wa kudungwa haraka sana. Ndipo alianza kupata nafuu, akawa anaacha kutetemeka. Baada ya dakika 30 jamaa alizinduka akiwa mzima kabisa. Damu yake ilipendezwa na unga. Oi,
Mteja mmoja alikuwa amemuita huku akiwa amemshika. Akamwambia ni mpuzi, unataka kufa? Haya mambo ya kubwa, alisema. Kwani imekuwaje bro? Aliuliza. Unauliza tena? Utakuja kufa nakwambia. Basi Zefania alitazama pale kwa muda mrefu sana alipokuwepo, kisha akaanza kukumbuka kwamba aliondoka nyumbani akiwa hoi. Akakumbuka sikufunga mlango. Aliongea kwa kujipapasa kwenye mfuko wake na kuangalia kama ana funguo, lakini alikuja kugundua kuwa hana ufunguo. Aliinuka na kuondoka spidi ya hatari mpaka kufika geto kwake. Akakuta pamefungwa vizuri tu. Aliwaza ni nani atakuwa amefunga? Kama ni yeye, funguo liweka wapi? Aliendelea kujisearch mfukoni na akakuta hana kitu chochote. Basi kidogo sauti ilisikika. Kijana, ilikuwa ni sauti ya mama mwenye nyumba. Aligeuka na kukuta mwenye nyumba akiwa ameshikilia ufunguo na mkabidhi. Kwa makini sana, hapa kuna wewe, utakuibia kila kitu. Asante sana sister. Alishukuru na aliongea kwa nidhamu sana. Okay, usiku mwema. Mama mwenye nyumba aliondoka. Mtaalamu alifungua mlango na kuzama ndani. Alikuta kila kitu kipo kama alivyokiacha. Alafu akajilaza kitandani huku akiwaza, ina maana nimeshakuwa teja? Aliongea mwenyewe. Mbona mimi sikutamani niwe na maisha kama haya? Alichukua simu yake na kuitazama, alafu akakuta missed calls 3 za Judith. Alifungua pia message, kulikuwa na message kama 4. Mbona unakata simu? Wewe ndio umepiga. Message ya pili ilikopokea basi simu. Message ya 3 ilisema umelala. Na message ya 4 ilikuwa ikimwambia usiku mwema. Basi alipotazama alilala zake kimya bila kujali nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Basi asubuhi saa 3 Zedi aliamka usingizini, kwa sababu kuamka ni kwamba kuna mtu alikuwa anagonga mlango kwa fujo, ndio maana aliamka. Alishtuka na akashuka kitandani na moja kwa moja kaenda kufungua mlango, ndipo akakutana mama mwenye nyumba amemletea chai. Mambo, alimwambia mama mwenye nyumba kwa kutabasamu. Safi tu sister. Karibu chai mkaka, alisema na kumnyoshia chupa ya chai huku akirembua macho. Zedi alisita kwanza, afu akawa anawaza kwa nini apewe chai? Amefanya kazi gani? Pokea bwana, usiogope kijana wangu, alisema mama yule, na ikabidi Zedi apokee. Asante, akamwambia usijali. Zedi alirudi ndani na kuweka chupa ya chai kwenye sakafu, alafu akaanza kutafakari kwa nini amepewa chai. Au ndo nini, au maza shanielewa, alijiuliza na kucheka kwa sauti ya chini. Alafu akasikia SMS imezama kwenye simu yake, ikabidi achukue na kuisoma. Zedi, naomba nikupigie, najisikia kufanya mambo pamoja na wewe, kuna kitu kinakusumbua. Ilikuwa ni message kutoka kwa Judith. Tena mtaalamu aliongea na akachukua simu akajibu ile message. Mimi sina mapepo bwana wewe. Sio mapepo Zedi, mbona unakuwa hivyo? Mungu ni mkubwa, atakuponya, utaacha kila ovu. Bwana, hebu usiniendeshe, chukua time zako huko. Tangu nimeshashindwa kumjua Mungu kwenye maisha yangu, ndio nianze leo. Hebu niache bwana, kwanza niko busy. Alizungumza akiwa amekasirika, na Judith akamjibu tu sawa. Alafu akaendelea na mishe nyingine. Hata hivyo Judith akiwa anatoka mlangoni kutoka chumbani kwake kuelekea sebuleni, alimkuta mama akiwa amesimama mlangoni. Mama, aliongea kwa mshtuko, ulikuwa unafanya nini chumbani muda wote? Si nilikwambia oshe vyombo? Kwani wewe ni mchafu kiasi hicho? Mama alisema kwa hasira, afu akamshika sikio na kumvuta kwa nguvu. Mama, samani, nilikuwa naomba. Ulikuwa unaomba nini? Mungu unamjua wewe. Baba yako anakupoteza na dini zenu mshenzi tu. Yaani nyinyi ni wapuuzi tu. Hebu nenda kafanye usafi huko, alisema mama akimsukuma binti. Binti alienda hadi jikoni akaanza kuosha vyombo huku machozi yakimtoka. Alikuwa akikumbuka maumivu makali ambayo anayapata hapo nyumbani. Mama yake alikuwa mpendi binti na hakujua sababu ilikuwa ni nini. Alifanya kila aina usafi, afu akabandika maragi jikoni na kurudi chumbani. Akachukua simu yake akamwandikia baba yake message. Baba, uko wapi? Niko mbali kidogo, nitarudi baadaye binti yangu. Sawa baba, lakini ukiwa hauko nyumbani, unajua mimi nateseka sana. Mimi natamani niondoke. Unajua mama ananionea sana na mimi nimeshajua sababu. Pole sana, unajua wewe ni mtoto wa Mungu. Omba sana ipo siku utakuwa free. Mimi ni baba yako na yule ndo mama yako, na mimi naamini alijua hilo. Nafahamu baba. Lakini baba samani, mimi sitaweza kuvumilia zaidi. Natamani nimjue mama yangu nikaishi naye. Sio rahisi kumfahamu mama yako, maana nilikuokota kipindi ulipotupwa na mama yako katika bwawa la nyumba ya Mungu. Naomba uniache kidogo Judith, nikija tutamaliza. Judith hakupenda kujibu hiyo message. Mara akasikia sauti kutoka nje. Alikuwa ni mama yake akimuita. Alijifuta machozi, haraka kaenda nje. Mama, usinite mama, mimi sio mama yako. Unaweka maharage jikoni afu unaacha yanakauka hivyo, na akili wewe. Mama samani, alisema Judith na akasogea karibu na jiko. Kitendo cha kusogea hivi, mama yake alichukua sufuria ambayo ilikuwa jikoni akamrushia na kumpiga nayo binti usoni. Binti alipiga kelele na akasema tu Mungu wangu. Alisema akiwa na maumivu na akajikuta amedondoka chini. Mama alimfuata na akachukua ile sufuria na kumwagia maharage yote usoni. Ilikuwa ni ya moto kabisa. Lakini ilikuwa kimtukana pia mtoto huyo ambaye kumbe alikuwa sio mtoto wa kwake.
unatakiwa ulewe. Siku zote mpumbavu kwanza anasababisha ndoa yangu. Yaani unafanya wewe ndoa yangu inakuwa haina hata furaha. Unajilazimisha, unajifanya mrithi wa mali za mume wangu. Wewe kwani ni mtoto wangu? Si mtoto wangu, sio mtoto wa mume wangu. Mama naungua, mama naomba unisamehe. Alilia kwa uchungu binti. Lakini pia alikuwa anamwombea mama kwamba Mungu, naomba kusamehe mamangu. Sidhani kama upo sahihi, ila nitaolewa siku sio nyingi mama. Asante, alisema binti, na alikuwa akijikokota chini pale, afa akakimbia na kwenda kujifungia chumbani kwake. Alijifungia saa nzima akilia na kumwomba Mungu ili aibu na manyanyaso visizidi kumwandama. Sasa ilikuwa ni ghafla tu binti alianza kupata mawazo ya ajabu. Nafsi ilikuwa ikimwambia chukua nguo zako na utoroke uende mbali. Alijikuta akijaribu kuijibu nafsi hii, lakini ikamzidi kwa nguvu ya ushawishi. Aliinuka kitandani, akaanza kupanga baadhi ya nguo zake kwenye begi, huku akizidi kulia kwa manyanyaso alikuwa akiyapata. Alimaliza kuvua nguo zake alizokuwa amevaa, kisha akavaa nguo nyingine, akabeba simu, akaweka kwenye begi, alafu akabeba mkufu wake wenye thamani kubwa sana kwake, kisha akavaa shingoni na akatoka chumbani. Alimkuta mama akiwa na deki pale alipomwaga maharage. Bila hata kumwaga, binti alitoka akavuta begi lake na ndipo mama akasonya. Binti akatoka mpaka getini. Alipofika getini aliwaza sasa naenda wapi? Alisimama dakika kadhaa na ndipo akaona gari ya baba akiwa inakuja kwa mbali. Akapata matumaini afu akaanza kutembea kuelekea gari ilipokuwa yanatokea. Mzee kumwona binti yake alishangaa kidogo, afu akasimamisha gari na kushusha kioo, akamuita Judith. Aliita na binti alimgeukia na kumtazama usoni. Akamwambia mbona umeungua hivyo, nenda wapi? Afu usoni umekuaje kwani mwanangu? Aliuliza baba maswali mengi kwa mfululizo na binti alikuwa anashindwa kujibu, lakini akamwambia baba, ukifika huko ndani muulize mkeo. Anajua usoni umekuaje na anajua mimi nakwenda wapi. Aliongea binti na kuanza kutembea. Judith, baba alimuita tena kwa sauti kubwa, lakini binti kamwe hakugeuka nyuma. Alizidi kusonga mbele. Aliondoka moja kwa moja na mzee akaingia ndani ili ajue kisa cha binti yake huyo kuondoka ilikuwa ni nini. Alifungua mlango na kuingia sebuleni, akamkuta mke wake kaketi anakula wali mweupe bila hata mboga. Judith, what happened to our daughter? Aliuliza, nini kimemtokea mtoto wetu? I am not Mama Judith. Mama Judith ni huyu ambaye umemtembelea leo. Usinikasirishe kwanza na wewe. Utaondoka hapa sasa hivi. Alisema kwa hasira mama huyu. Kumbe kwenye akili yake alijua mzee kaenda kuchepuka. Lakini mke wangu, si unajua kila kitu kuhusiana na Mama Judith? Haufahamu kama mahusiano wangu mimi na yeye alishapita kipindi cha miaka 24 iliyopita? Sasa kama ilishaisha umeenda kutafuta nini kwake? I'm sorry mke wangu. Nilikuwa na huzuni kidogo, lakini naamini kuwa sasa hivi utakuwa na amani kila mara. Umeendeleaje hapa nyumbani kwani mbona Judith hayupo? Ilibidi awe mpole sasa mzee huyu aanze kuuliza. Kisha mama akamwambia naamini kwamba umekutana naye, nimemfukuza kwa sababu wewe umenikera. Mwache aende zake huko, kama ataenda kuendeleza umala wake huko atajua mwenyewe, kwa sababu hiyo ndo asili yake. Kila mara akiwa chumbani anaongea na wanaume tu. Sisi ambao tumeokoka hatutaki kabisa tabia kama hizo hapa nyumbani. Alizungumza mama huyu akiwa ameongea maneno mengi machafu kumhusu binti yake huyo. Sawa mke wangu. Mzee aridhika na ushuhuda huo ambao mke wake alikuwa amempatia, kwa sababu pia hakuwa anataka kubishana naye. Sasa wakati Judith akiwa ameondoka na katiza mitaani, alisikia simu yake ikiwa inaita kwenye begi. Akasogea pembeni mwa barabara na kufungua begi, kisha akatoa simu na kupokea. Alikuwa ni rafiki yake ambaye alikuwa anaitwa Esther. Alipopokea akamuita Esther. Esther akamwambia Bwana Yesu asifiwe Judith. Amina mzima? Binti aliuliza huku mkono mmoja akitumia kufunga begi lake na kulishika vizuri huku akiwa anaendelea kutembea. Nakuja kwa rafiki yangu, nataka nikutembelee, alisema Esther. Lini? Leo. Mbona mimi siko nyumbani? Aliendelea kuongea na simu. Binti yule alishangaa amepora simu sikioni na kijana. Mama, jamani simu yangu. Wewe kaka, naomba simu yangu jamani. Alilia kwa uchungu, maumivu juu maumivu, hakujua afanye nini. Ndipo ambapo alijikuta sasa mpige magoti chini na kuanza kulia kwa uchungu. Kijana alimpora alikuwa sio Zedi. Leo alikuwa ni kijana mwingine ambaye alikuwa ni mwizi wa maeneo yale. Alipanda pikipiki moja kwa moja na kuondoka mpaka sehemu nyingine ambako alikwenda na kushuka na kuanza kushangilia. Alijaribu kuitoa ile simu lock lakini alishindwa. Alihudhuria mpaka katika ofisi moja ya haka mmoja ambaye alikuwa anaweza sana mambo. Akamwomba amsaidie, akamuuliza hiyo ni simu gani? Akamwambia ni Apple. Akamwambia wakati akimkabidhi, akamwambia bro, hii ni iPhone. Kiukweli iPhone haziwezi kuwa zinaflashiwa na sisi, na hicho ni kitu ambacho hakipo, labda uende Marekani ambako wanatengeneza. Akamuuliza kweli? Ndio. Kijana yule mkabidhi simu yake kibaka yule na akamwambia nilikuwa na bongi la haka, kumbe wewe ni mshamba tu. Alisema yule kibaka na kuondoka akiwa na hasira na kuelekea maeneo ya Sakina Kijiweni. Akamwambia wewe mzee, alikuwa amefika kwa marafiki zake. Muda huo aliingia mtaalamu Zedi pale na alikuta wote wakiwa wanashangilia ile simu. Mzee, hebu ndongeni kidogo kwanza wanangu, niko hoi, alisema Zedi
kisha akawa ameketi chini. Mmoja kati ya hao ambao alimpatia mtaalamu kisindano na kunyunyizia ndani ya mwili wa madawa alimpa, na kisha akatulia akisubiri kitu kingine ndani. Ndipo aliona ile simu ya binti akashangaa. "Wewe, hebu hiyo simu kwanza." Alimwambia yule mwenzake na kuipokea, kisha akaitazama na kushtuka. "Hiyo mpata wapi?" aliuliza huku akianza kulegea kwa madawa ambayo alikuwa nayo mwilini. "Nimechukua kama manzi moja hivi mitaa ya Onga." "Mwembamba mweupe?" aliuliza. "Ndio, unamjua? Ameungua usoni hivi." "Ameungua usoni? Acha masiara basi." "Ndio, kwani vipi?" "Naomba hii simu. Naomba unipe tu, maana hata kuitoa password hutoweza," aliongea. "Chukua, lakini usikute unanichulia mzee wangu." "Hapana bwana." Zedi alilegea na kusinzia kabisa. Kakaa hapo zaidi ya nusu saa akapata fahamu na kusimama huku akiyumba. Simu bado alikuwa ameshika mkononi na kuanza kutembea huku akiyumba, na alifika mpaka maeneo ya Radio Safina. Kwa mbali alimwona Judith akiwa ameketi anawaza. Akahisi kwamba atakuwa ni yeye. Ilibidi amsogelee na kumtazama kama ni yeye. Akamuita, "Judith." Judith aliitika. Akamwambia, "Unafanya nini huko mbali hivi? Kwa nini huko nyumbani? Na usoni umekuwaje hivi?" Alinama na kumshika binti kwenye mabega, ndipo Judith akaanza kulia. "Niache bwana," alisema binti kwa uchungu. "Tatizo nini Judy?" Alisema kwa mshtuko. "Nimefukuzwa nyumbani. Nimeunguzwa kwa maji bila sababu. Yaani leo naenda katika kanisa hili la Safina, nataka niombe msaada wa kulala." "Kwa nini ufukuzwe? Hebu niambie, kwani umekosea nini?" "Zaidi hizo ni siri za familia. Naomba niondoke, sina raha. Nimeporwa simu. Yaani nyinyi vibaka mna hata huruma." "Judith, nilikuwa kijueni, nikashangaa mwenzangu kaja na simu yako kwa sababu naijua. Nikamwomba nipatie. Nilivyokuona hivi mimi nimefurahi sana ili nikupatie." Basi Zedi aliingiza mkono mfukoni, akaitoa ile simu na kumkabidhi binti. Na msikilizaji wa Simulizi Zetu Media, kwa leo tunakuwa tumefika ukomo katika sehemu ya kwanza kabisa ya simulizi hii inakwenda kwa jina la Judith. Sijui mwandishi dhamira yake ni nini, anataka kutupitisha wapi kutoka kwa Judith, lakini pia kwa kijana huyu ambaye anaonekana ni kijana fulani hivi muhuni na vitu kama hivyo, lakini sijui nini itakuwa. Naona ukaribu unaendelea kuwepo. Sijui itakuwaje. Unaweza pia kubashiri ama kutabiri nini, kwani unahisi kwamba kitatokea katika hawa wawili, ama unahisi nini kinapendezwa kama mwandishi atakichapisha kwenye sehemu ya pili ya Judith itakavyokuwa inakuja. Basi msikilizaji, mimi nikuage kwa wakati huu na nikwambie kwamba tutakutana katika sehemu ya pili ya Judith. Ndio kwanza tunaanza, mambo mazuri yanaendelea kuja. Wakati wote uko na mimi, jina langu naitwa Tutu.